Kaunti ya Isiolo wanakadiria hasara kutokana na mvua kubwa ilionyesha usiku wa jana, kisababisha vifo vya mifugo, huku wafanyabiashara wakipoteza mali ya mamilioni. Gari ya mwakilishi wadi wa Oldonyiro ilisombwa na maji. Watu wawili waliokuwa ndani ya gari hilo mpaka sasa hawajulikani walipo. Mike Chalo anatufungulia awamu hii ya TV47 Weekendi kwa taarifa hii. Ni usiku uliokuwa mrefu kwa wakazi wa Isiolo. Mvua ya kipekee ilionyesha usiku wa kuamkia leo katika kaunti hii, ikiwa ya kusimulia, kwani wakazi wanaielezea kuwa kubwa zaidi kuwahi kunyesha na kushuhudiwa. Tangu nikaishia miaka 40 hakuna imeingia kama hii. Tokea mvua ambayo hatukuweza kuelewa ilitoka saidi gani, laga imefika hapa, nimeweza kuweka hasara ya mamilioni ya pesa. Mvua hiyo ikisababisha hasara kwa wafanyabiashara, huku wafugaji wakipata pigo kubwa. Zaidi ya nyumba 200 katika mtaa wa Soko Mjinga zikisombwa na mafuriko, huku wakazi wakibaki bila makao. Ajuza huyu mwenye ulemavu akilazimika kulalia kitanda kilicho na maji usiku kucha. Wenyewe nilipewa na wakijana wakaniweka kwa kitanda iko na maji, iko ndio nililala na maji mwenyewe. Sufuria, vikombe, sahani, mimi hakuna kitu nimeachiwa. Kuna watu walikuwa na onda zao, sijui naenda kuambia nini. Hata kanisa ilienda. Sasa sisi kama washirika wa Jesus Covenant Ministry, kesho hatuendi kanisa, tutakaa nje. Aidha, gari la mwakilishi wadi wa Oldonyiro David Lemantile aina ya Prado likisombwa na maji kwa zaidi ya kilomita 5 likiwa na watu 3 ndani yake. Boniface Mwirungi mwenye umri wa miaka 22 akibahatika kutokea kwenye dirisha, huku Rajoel Lemantile mwenye umri wa miaka 23 na dereva wa gari hilo Paul Gitonga wakiwa bado hawajulikani walipo. Vilevile inakisiwa kuwa huenda mafuriko hayo yalisababisha kifo cha mtoto mmoja. Mtoto alionekana kwa maji akiwa amesombwa na maji na hakuokolewa, ni kwa sababu inaofiwa kwamba alikuwa ameshaaga dunia. Wakazi sasa wanaulalamikia usimamizi wa mji wa Isiolo kutokana na kutotayarisha njia za kupitisha maji ipasavyo, sawa na kivukio kidogo cha kupitisha maji. Isiolo tupate drainage, maana hapa shinda ya hapa Isiolo ni drainage, hakuna drainage. Kwa sababu tunajua kuna pesa inatengwa ya dharura. Ya dharura ya kusaidia maskini. Hiyo pesa tunataka wakuja watusaidie sisi hapa Soko Mjinga. Mike Chalo, TV47.